Welcome to Echo TV Kenya. This is Politics 101 and I'm your host Sharon Ngeno. And today with us here is a guest, a very important guest. His name is Kennedy, and maybe you can have a brief introduction of yourself, who you are, and anything about yourself. Okay, thank you, Madam Sharon Ngeno, for inviting me to Echo TV. Thank you so much for this opportunity. My names are Kennedy Juma, or Kafu from Holangata constituency, Nyawara's ward. Actually, I'm an aspirant at the Nyawara's ward, the party of UDA party. Thank you so much. Okay, and maybe you can tell us your manifestos. What do you plan to do for the people of Langata High-Rise ward? Oh, so my manifesto are based on our party manifesto. Like this time around, as our party leader is saying, the deputy president. So I've narrated my manifesto to the bottom up economy. Like this time we need like youth. We need to start with the people from the down, and from a bottom up economy. Like most of the part of the Nyawara's ward, most of people are small scale business people. Most of the people doing small scale business like mama mbogas. Also most of the population are border people. Also we need to increase about free bursary distribution. We need to do free and fair distribution of free bursary. Also free accessible to water, because I'm working closely with our MP. Our MP is called Nixon Korir, our current MP. So we are working closely with him to bring most of the Mandeleo qua ground. Also, we have done most of we have initiated a lot of the agendas. Like also we have provided free education. Kuna watu wengi wamepata bursary. Also kuna tumleta ball from office ya Korir, tumleta I think 3 balls hapo Kibera High-Rise ward. So kwa sasa watu wanapata maji for free without buying. So tumepata na watu wa water na also office ya Korir. So kijiji yote sasa wanachota maji, wanatap maji free. So ile kupata maji at least wana save. Ile kitambo watu walikuwa wanunua maji 10 bob per liter ama 20 bob per liter. This community na feel poa sana. Thirdly about health. Tunataka at least bei za madawa. At least ikiingia hapo kama MCA. Nitaleta msaada kwa county assembly, that is bei za madawa zirudi chini. Ndio watu wa kijiji. Juu sasa affordable health care kwa kijiji hakuna kabisa. But tuna appreciate NGOs zingine zimechukua kijiji. So unajua sasa ukienda kuhusi unaambiwa ununue dawa, nini vitu kama hivi x-ray. So pia tunataka pia vitu zikuwe affordable. Also hizi loans for small scale business people, pia wapate loans. At least ya biashara zao ziendelee kama mamboga, kama chapati hapo pia. Also tutafanya vitu kama hizo. Also pia kitu tutafanya about pia yani crime pia about insecurity kwa slums. Pia tutafanya kazi na polisi karibu. Also pia naambia mavijana pia waanze kujitegemea. Kuna vitu mingi pia mavijana wanapata associated, unaona. Si about crime peke yake, about pia drugs. So pia tunapata na area chief. Pia vijana wapate kazi, vijana wa biashara. Also pia vijana wapate kazi kwa serikali. So bado tunaendelea vizuri. Alright, and you've talked about UDA. I see you're wearing that t-shirt, huh? Yes. Maybe you can tell us, why did you align yourself with this party? Also UDA chama poa sana. Also sisi kama vijana hatujapata nafasi kwa terms of viongozi kwa party zingine. So venye UDA ilikuja 7 months back, ilikuwa venye yani manifesto yao tu ilibamba tu yani. Manifesto yao ilibamba. So venye nasema saa hii itasaidia vijana wa chini, unaona, ama watu wa chini kwa wa chini. Mimi pia nimetoka mbali. Nilikuwa after form 4 kupata kazi ilikuwa ngumu kwenda college. So tumekuwa watu wa biashara wadogo. So venye deputy president amesema, for example venye saa hii wanatoa 100 million kwenda kwa constituency fund. Atatoa pia 100 million kusaidia watu wa chini, unaona. Also pia manifesto zao. So ni kufanya bidii tena, imani na kazi ni kazi. Unaona, tunataka pia vijana wakwe impacted kwa kazi, unaona.
Also pia venye Jupiter amesema ikutoa pia CRB, vijana wengi sana wako locked kwa CRB kwa madeni, unaona. So tunataka pia vijana around pia jua population mingi sana vijana kupiga kura. So after kupiga kura hivi serikali wewe inatuacha chini, unaona. So pen time yetu sasa tupige kura na to make changes. Also UDA pia imepatia vijana opportunities mingi ya kusimama kama MCs. So for example ukiona sasa MCs wengi hapa Nairobi ama Kenya ni ma youths compared to other parties. So meetings zote zimeenda, tuko na mpango mingi za young aspirants. So tumekuja together as young aspirants kwa Nairobi. So mimi kitu nimefanya na UDA imepatia vijana hiyo platform ya kujisema. Na pia akichukua kiongozi pia vijana watakuwa kwa serikali, wa vijana pia wasichana pia wanakuja kwa party. So vitu mingi pia sana sana medeal na youths. So pia imenipatia hiyo motisha ya kujoin UDA party. Okay, talking about youth in leadership. You see you're still a young person, but you're an aspirant. What can you say about the current government and the youth in leadership, and maybe you're in the UDA team? What do you promise the youth in case the government gets in? Also, for example, promise tunataka ma youth wakam inside na tuunde serikali. First kuna opportunities mingi kwa UDA for youth tumepata opportunities mingi. Kuna election ya party tutafanya. Tunangojea party headquarter party direction. So nangojea ma youth wasikae na wasilale. Tutakuwa viongozi wakuje na wajitume na wakuje tufanye kazi pamoja nao. Unajua kitambo for example ile maneno ya serikali sasa hiyo serikali ya 2017 2018 when ilikuja kushukana ili promise yani vijana what in terms of biashara opportunities na vitu kama hizo hatujaona mpaka sasa. So nataka pia vijana wasilale sana, pia wajitume in terms of business, apply tenders of the kama hiyo. So kitu pia naweza fanya kwa serikali, unajua sasa pia kupata kazi kwa government ni ngumu sana. Unaweza apply kazi na ukienda kufanya interview naambiwa wanataka watu wa 20 years experience, 30 years experience na ndio umaliza college juzi. So itabidi tena ukae mpaka ufike 40 years ndio upate kazi. So tunataka tu serikali itakuja next hiyo maana ya kusema ate ambako kuwe na 30 years experience na 10 years experience. I think inafaa itolewe na after college from college na for kuwe na hiyo kitu umesomea na kuwe trained hata 6 months alafu ingia kwa serikali. So tunaomba tu party pia UDA party pia mimi nawashukuru sana pia sekena nawashukuru sana kutupatia hiyo chance. Na tena imepatia youths nafasi ya kuja kwa ofisi na kusoma kwa kiti yote unataka. Pia watu wa disable pia wamekuwa invited. For example DP wetu alisema kama uko disable hakuna pesa yenye utatoa kwa nomination. So vitu hizo kama tunataka youth pia karibu tunataka next government yani dual in youth venye imeanza sasa hivi tunaenda. So sasa tunawaka na youth also na youth pia wakuje wajitume na apply yani waingie kwa serikali tu wakuje yani round hii venye watu wengine wanasema tunataka tuwe kwa table si kwa meno. So just went to the table na tuongee nao wazee na tupate na tusikike na tupate hizo opportunity na hiyo pole tutaitakuwa sawa. Alright, then heading to because Lang'ata is in Nairobi. Yes. Maybe you can talk about the governance of Nairobi County. We saw yesterday the new governor was sworn in. Maybe you can tell us something about that. So Nairobi kitu naweza sema in terms of governments, governance sana na Nairobi as a county government imetuangusha sana. So venye Sonko alitoka sana watu wa yani residents wa Nairobi wamekuwa confused sana. So hatukuwa najua tuende kwa yani kama nataka services kama in terms of roads, kama nataka maji ujue ende NMS ama uende kwa county government. So kitu ilifanyika kwa Nairobi County ilikuwa so unfortunate. But tunashukuru president wetu mwenye alileta NMS pia imejaribu. So tunataka next time at least tunataka Nairobi tufanye na kiongozi yenyewe yani tunajua. For example sasa kina residents wengi wamekupa kwenda ofisi za NMS, unachokusikia jeshi unataka kwa sababu ofisi ya jeshi at least si huwezi kuwa comfortable. But tunataka ile ofisi unaweza ingia. For example sasa kwa city hall hatujui wana offer services gani.
Also sasa pia tujui NMS pia ukitaka service fulani uende kwa ofisi gani. So we are not hatujakuwa informed sana ofisi ya NMS kwa department fulani ya deal na department ya code department. So au petu tunachanganyikiwa sana, but also tunaweza shukuru tu MP wetu wa pia ma MPs wote wa Nairobi sana MP Korir amekuwa amesimama na watu wa Lang'ata sana na pia ameleta services na ofisi yake pia imekuwa watu wenye pia kwa wamekuwa ofisi wamekuwa so friendly na tunashukuru staff na tunaleta Korir amefanya more changes in Lang'ata, a lot of changes amefanya. So tungekuwa na MP, unajua sasa kwa hii politics talking about tribal. Unajua yeye nayo si about tribal. Tunataka mtu. So mtu kama Korir ameshinda the former administration. So Korir amejitolea na amekuwa amesaidia watu in terms of bursary. For example, eneo langu la high rise karibu 98% ya ma parents wamepata bursary. Also in terms of business, yani kuempower watu wa biashara chini, Korir amejaribu kufanya vitu kama hizo. So watu wa Lang'ata at least tumefurahia na uongozi wake. Na at least kama viongozi wengine wanaweza iga hiyo mtindo wa Korir wenye amefanya na MPs wetu. Also the governors wamekuja. So pia tunashukuru governor Kanaini jana alikuja. Kulikuwa na issue nyingine hapo ya shamba. Hapo Wilson Airport. Ya watu walifurushwa kwa biashara zao, au watu wa garage, au watu wako na hoteli za vibanda zao zilibomoa last week. But tumefurahia MP wetu Korir na Madam Kanan, governor wetu wa sasa hivi alikuja jana wakatatua hiyo maneno, na sasa nafurahia kusema ati hao watu wa biashara wenye walifurushwa sasa wamerudi kwa biashara zao na wako na nguvu ya kufeed family zao. Juu hapo mapatizo ndogo ndio wanalipa nao school fees, ndio wanalia nao familia yako. So tunafurahia sana. And maybe heading to the current affairs. We saw Miguna. He's a great activist. He's a Kenyan citizen. But they keep on giving him red alerts. Can you tell us something about maybe the government, or is the government doing something wrong, or is Miguna doing something wrong? On this issue of Miguna, what I can say that Miguna is a Kenyan and he has a right. He has a right to come to Kenya on a free will. So I don't know the main reason that the government is giving him the red alert. So I think is me think that I think it's because of the political reasons, or they have their reasons. But because also the courts have said that from the courts side, the courts have said that Miguna should be in Kenya, should be given a free entry to Kenya. So I don't know the government who are disobeying the court orders. So I think it's just a political issue. But us as Kenyans, what is happened to Miguna, I think is not something to support. I think he should be given a chance to come to Kenya. He's the son to Kenya, and he's a Kenyan son. So us as Kenyans, we don't know what is happening between the government and Miguna, because he's not a terrorist. He's just a Kenyan. So from my perspective, I think he should be given a chance to come to Kenya. Also do his things here. And we are headed for a short break. Our viewers back at home, you can catch up with us on YouTube, Echo TV Kenya, Facebook, Echo TV Kenya. We shall be right back. Thank you. Cut. Welcome back, our viewers back at home, and my guest, welcome back too. And as you are headed on to the next question, what can you say about the judiciary in Kenya? We saw Mike Sonko, you've talked about him. We saw him exposing and doing some exposures on Facebook, on social media platforms. I don't know if you have managed to see them, but yes, he said the judiciary is rotten. What can you tell us about that? So Mike Sonko amesema about the judiciary. So sisi kama Wakenya, kama watu wa chini, tuna expect judiciary ikuwe ngao ya Kenya na ikuwe ni macho wa Kenya. So kitu imefanyika hiyo ya Sonko ni kitu imekuwa unfortunate sana na tunaikondem. So hatujui kweli kama judiciary iko rotten ama Sonko ndo ako na issue zake. But kitu pia tunaweza fanya, tumekuwa na issue mingi za corruption in judiciary. So si tunaomba tu usije amekuja mpya Kiome
Juu pia Willy Mutunga alijaribu kusafisha judiciary, but tunasema judges wawili watatu through corruption nini. So pia kitu naweza sema kwa perspective yani judiciary hako fair kudetermine cases za watu wa chini. Kwa sababu unaweza pata au mabwenyenye wako na pesa, mtu anafanya makosa anapatiwa fine ya 1 million 2 million anatoa. But mtu wa chini unaweza pata mtu, for example, kuna watu wanasema wenye wako ndani yani unashikwa kwa kitu hujafanya. So tunaweza pata watu wa wapatwa chini wameumia sana kwa judiciary. So hatuna sauti kwa judiciary. So tunataka judiciary ikuwe free and fair. Ianze kufanya hii maana ya bottom up pia. Kama wewe uko na kesi ya chini, at least fine ikuwe ya 10,000 ama 20,000. Unaweza pata mtu ameiba kuku anapata fine ya 1 million. Ya 100,000. But mtu ameiba mabilioni kwa serikali na anachukua bond ya 20. So tunaomba tu Justice Kiome huyo madam ameingia kwa hii asafishe judiciary na ikuwe pale tuko na amani nayo. Sisi kama tunategemea judiciary. So kama hiyo kitu ilifanyika na Sonko watu support, na tunaomba tu judiciary ikuwe independent na ifanye kazi kulingana na katiba na isaidie wa Kenya. Talked about independence too. We can pick it from there. Do you think IEBC is well and ready set for next year's elections? And do you think it will be independent? Judiciary kulingana na vitu zime happen na judiciary for the past hizo election tatu. Every time wanasema judiciary haiko independent na inakuwa yani IEBC inakuwa manipulated na deep state. So kitu sisi tunaomba sisi wa Kenya, tunataka judiciary yani IEBC ifanye kazi yake. Kama for example presidential election ikuwe free and fair. Juu IEBC ndo macho wa Kenya. Tunataka mwenye win free and fair. Na mwenye lose free and fair na kubali. Hataki after every election tukuwa na vita. So IEBC nafaa ikuje out na iambie wa Kenya kama capable kufanya election ya 2022. Na watuambie juu sasa tunasikia about the deep state, tunasikia about ati Raila ameshapata government. So vitu kama hizo, na tuko watu wengi kwa hii Kenya. Kuna watu wa UDA, tuko na watu wa ODM, tuko na watu wa NC. So nafaa ikuje ambia wa Kenya kama capable ya kufanya election ya 22 iko free and fair kutoka juu, kutoka kwa presidential, kutoka kwa governors, kutoka kwa senators, kutoka kwa MCs na MPs. Juu ukiona most of the times then after the election kuna cases mingi kwa judiciary. Kura zimeibiwa, kura nini. So unajua tena hii cases ukienda kama wewe unasema unatumia pesa mingi kwa kotini. So tunataka IEBC ifanye kazi ya Wakenya kwa rahisi. For example, tusikuwe na vurugu. For example, IEBC kama hajafanya election nzuri, kutakuwa na nimeibiwa. So tunataka mwenye awin free and fair. Na tena wasemi maneno ya deep state. Tena hii maneno ya tumesikia kuna complaint ya CS wawili wana manipulate. Yani wako na powers ya manipulate IEBC. So si tunaomba tu IEBC kuje na ituambie kazi ya CS wa interior ni gani kwa kumanage election, na ituambie kazi ya ICT CS ndo tuambie hapana, hao watu wako na jukumu na wako na kazi kutusaidia kwa kazi, but hawana powers ya kumanipulate that election, the outcome. So ndio vitu tunakuwa tukuya short kama Kenyans. Jukuza kuna mtu mpaka kuwe na president na kwa opposition. So ni tukue ni kazi ya IEBC na ituambie tu yani wako prepared aje. Also tunaomba parliament pia ipass bills ya kupatia IEBC pesa yenye imetosha yenye inaweza yani ya kurahisisha kazi ya IEBC ifanye, yani wako na resources, wako na papers, wako na hizo yani online, yani vitu zote zenye wanataka IEBC kuwa na pesa kutosha ili kufanya election zetu zikuwe fair. Na sisi tunasema IEBC ndo macho wa Kenya. But kama tunaomba Chebukati akuwe very keen. Na hizi maruma zinakuja ati zinasema ati kura ilishapigwa presidential nani, so
na inaleta picha mbaya kwa Wakenya. Na hiyo pia inaleta vurugu. So tunataka every presidential candidate afanye campaign zake fair and fair. Also tuna condemn kitu kilifanyika Kisumu ya hiyo DP Ruto alipigwa na mawe na watu wa Kondele. So kitu naweza sema it's not about Nyanza people, ilikuwa tu ni waginusi kidogo. Juu Kisumu alikabishwa vizuri na watu wa Kisumu walikuwa happy na wana appreciate the president. Hizo ndio donation alizifanya za lori na ya buses pia. Watu wa Kisumu wako si watu violent but ni picha mbaya, so tuna condemn. Also tuna condemn, so pia kitu pia tunaweza urge Raila Amolo Odinga, the former prime minister, pia inafaa kuja na condemn those acts. Juu pia kufrequent Eldoret, kufrequent Mombasa, every presidential, yani tunataka ile peaceful country. Tuende kwa election na ile mentality ya peaceful, na sisi wote ni wa Kenya. Also as we are brothers and sisters, si hatutaki ile maana kama nini imekuja ile hatred peace ama nini. Tunataka tu Kenya kwa pamoja, na sisi tuko sure na kuwa presidential election. UD iko prepared. Also tunafanya mikakati zote. Tunashukuru director wetu Mr. Danga na SG wetu Madam Veronica kufanya bidii. Unajua kwa jeshi kama unaenda kwa vita ambako kuwe prepared. Na sisi UDA team na pia party leader wetu tuko well prepared na wananchi wote tumeresonate with data from yani kutoka tu kwa grassroots. UDA imekubalika. So si tuko ready na tuko ready for election na tuko ready for nomination. Na tuko sure deputy president atakuwa president, the president of Kenya. Na sisi tumejipanga, hata wajipange, be peaceful. Tumejipanga na tuko ready na tunafanya everything possible. Also we did our best in terms of mobilization. Hii wakati watu kuchukua kura, tuna appreciate Wakenya wote na wananchi wote wa Nairobi wenye wameenda, wenye walijitokeza kuchukua kura. Also pia walibadilisha kura, wanasema Nairobi ni place kwa kupiga kura. Tunashukuru sana na tembele kuja. Also we want to appreciate the people of Lang'ata, yani ku show ile solidarity na kufanya siasa machua. So hapo Kibira na Lang'ata tunasema tuko peaceful sana vijana around hii tusitumike na wanasiasa. Hii time yetu bora kuwe na jembe yetu sasa kupigana ni kura na hiyo utaskada. So tunachagua yani tuchague viongozi. Na kwa kiongozi, yani kuna kiongozi bora. Kuna maana ya kiongozi. Si about kiongozi anakuja na pesa na apatie alafu anaenda. Tuko na kiongozi yenye unaweza mreach after election, na ambake anafanya kazi, na unaweza nimpigia na kiongozi mwenye anakuja kwa kijiji na anajua watu wake wanaishi aje. Alright, and maybe let me cut you off. You've talked about your manifestos in Lang'ata. Talking about the education sector, you said you are 98% of giving out the bursaries to students. And another thing, maybe you can address the health sector. What do you think you will do to improve the health sector, the small business? What do you think you will do? Also, nikiingia hapo, for example, kama nilikuwa member of county assembly when I rise, at least nitakuwa pesa nitakuwa napatiwa, hata kama ni budget ya 20 million. So mpaka mimi na timu yangu tukiingia kwa ofisi tukakaa chini na kutengeneza budget. Sana kuna hospitali hapa ya level 3 hospital, level 2 hospital imekuja eneo inaitwa Ondugu hapo Silanga, Nyawera's ward. Hospitali ilikuja but hakuna madawa. So mimi kitu nitafanya kama area MCA wa Nyawera's ward, nitatenga pesa na niende kwa KEMSA through partnership wa MP wangu Korir, na tulete madawa. Nita make sure hata kama dawa 5 million nitastock madawa, na hizo madawa zitakuwa free. Itakuwa free na itasaidia in terms of health. At least watu wetu wapate madawa rahisi. Juu hata ukienda Magathi, most of the government hospitals ukienda utaandikiwa madawa. Na hiyo dawa, ukiona dawa umeandikiwa antibiotic, hiyo dawa is more than 1,000 ama 2,000. Juu utapata tu paracetamol, painkiller, but ukiandikiwa dawa. So nita make sure hizo antibiotics zipatikana kwa hiyo hospitali ya level 3 hospital yenye ililetwa na serikali ya Uhuru na Ruto. So na hiyo NMS. So nita make sure hiyo hospitali kuna madawa na iko na well equipped madawa. Secondly, nitapata na watu wa NHIF. That is watu wa NHIF. Nitafanya mikakati wakuje kwa kijiji, at least wenye hawana kazi. Also kwa msaada nitapeleka msaada kwa county assembly. Wenye hawana kazi au mahustlers au hustlers kabisa. At least ikuwe tu hata kama ni 50 bob per month. Hii maneno ya mtu hana kazi na hana everything, alafu unapata nalipa 600 na nasema kwa mwezi.
eneo yangu kuna watu wako wanaishi below poverty line, hata kupata 600 au 700 hawana. Na sasa watu wengi wenye wanaishi eneo langu, most of them hawana NHIF na pia hawajaandikwa kazi. Unaona, ni watu wa, for example, wenye depend sana mama mboga yeye kutoa tu 600 ya kwenda kulipa NHIF anaona ngumu. So nikiingia kama member of county assembly, mimi kama Kennedy Juma Nala nitafanya bidii na niongee na watu wananchi ama nipeleke msaada kwa county assembly yenye hii NHIF. Also nitaongea na MPs wangu, MPs wa UDA awapeleke msaada kwa bunge ya NHIF ya bill health, at least kama hao watu wenye wako na pato ya chini au mama mboga au mama mandazi au watu wa bodaboda wakuwe na, yani huwa wanalipa kiwango ya chini hata kama na 100 hizi washinda. Also watu wa bodaboda wengi nitaleta scheme kama ni insurance scheme, nitapata insurance scheme at least wakuje chini wasaidie watu wa bodaboda. Juu watu wa bodaboda wako prone to accidents, ampata mteja wanaanguka chini. So kama wako covered na insurance, pikipiki yako imeumia, imeshikwa na zani nini pikipiki, wewe umia, at least unaweza kuwa covered. So vitu kama hizo tutafanya bidii na mambo itakuwa sawa, na niko na imani nitashinda kiti cha Nyawera, na niko na imani Mr. Kolata arudi, na niko na imani tuna imani kama UD fraternity deputy president atakuwa the 5th president of Kenya. Alright, and you've talked about the NHIF thing, and you said in your word there are some people wenye hawajiwezi, right? Yes. So which criteria will you employ so that you can go pick up those people? How will you know this one hajiwezi? Also, asante sana kwa hiyo swali Madam Sharon. Issue kama hiyo nitadili na anaweza kufanya kazi na, for example, sasa tunafanya kazi na area chief wangu sana kwa karibu kwa maendeleo mingi sana. So unaweza tumia area chief. Also tunaweza tumia wazee na wamama wa nyumba 10 ku identify yenye hawana area chief. Sana tuko na wazee wenye wanaishi kwa kijiji, the elderly sana yenye bado nitafanya bidii wapata sana kitu apart from my youths na mama, pia kuna watu from 65 years to 80 years pia kwa kijiji. So tutatumia vitu kama hizo pia wapate health nzuri na wapate kwa watu nzuri. So hiyo mkanda nitatumia ile chief wetu, nitatumia watu wa nyumba 10 pia na wazee. Also nitatumia timu yangu wenye wako reliable kwa identify kwa program kama hizo ziendelee mbele. Okay. And to my final question, Nairobi has a drainage system issue. Yeah. What do you intend to deal with this drainage issue in your ward? Actually that has been a major challenge. Hata sasa hiyo mvua ikinyesha kwa ward yangu unapata mamtaro zimejaa. Unapata maji mingi kwa manyumba za watu. So kitu naweza omba ma contractors wenye wanajenga barabara kwa slums. Unaona? Also hii kitu sana inafaa involve area chief, inafaa involve area policemen na pia contractor. Ma contractor wakikuja kujenga barabara kwa for example slums, hawaangalii drainage system na hawaangalii pathway. Unapata tu contractor amejenga barabara alafu 32 meters tu hapo, yani kidogo tu manyumba zimejengwa. So pia kitu niko na shida kwa eneo langu za Nyawera hapo drainage system. So nitakaa chini na ma contractors, barabara zinajengwa. Barabara sasa zimejengwa, tutafanya bid at least kwa kuna drainage system. Na pia barabara zinajengwa hapo, kama nimeingia kwa kiti barabara tukidesign barabara na ma engineers mpaka wa factor on the drainage system. Also nitaongea na ma residents wa Nyawera at least maneno ya garbage collection na kutupa litters anyhow. Nitakuja na program ya collect garbage, na hiyo program ita-involve vijana na wasichana na wakuen ma youth groups na form kitu ya, for example, kuna jamaa kwa Kibira anaitwa Mr. Taliban, amekuja na akona NGO inajiita Kibira Green. Alisa hii wanafanya mkakati mzuri na program nzuri ya for example, sana shida nao tuko na kwa slums ni maana ya kutupa takataka ovyo. So tutafundisha ama tutaweka mkakati na ma resident, tunawaambia eneo ya kuwa na garbage bags na pia ubaya kutupa matakataka kwa mtaro. So vitu kama tutasisitiza sana na timu yangu. Also kutupa takataka, also itakuwa ni form of employment. So pia nitatenga pesa ya my youth groups, nitakuja na my youth groups kama ni my youth groups wote wa eneo langu hawakuwe na sako na pia wakuwe na kwa hizo makakara zao wakuwe kama ni mara 2 kwa wiki ama 3
kwa wiki na siku ya ku clean up. So tutafanya vitu kama clean up za mamtaro. Ndio mvua ikinyesha at least isikuwe na hiyo na shida ya overflow ya mvua. And you're winding up, maybe you can have 2 minutes, tell the people of Nyayo High Rise to vote for you, maybe anything you want to tell them. So asante sana kwa wakaji wa Nyayo High Rise. Mimi kama Kendi Jumanala ama nickname yangu sana sana najulikana kwa mtani Kafu. Naomba mnipatie nafasi ya kufanya nini na kazi, na naomba kura zenu na tufanye kazi pamoja. So sahi tunataka maendeleo na tunataka si about kabila sahi. So mi nakuja kwa mkunjufu, mnipatie wakati tufanye kazi pamoja. Jua wakati tumefanya initiative mingi na MP wetu Korir. So nimefanya kazi, nimeona kazi nzuri amefanya. Sio kazi ya Korir sitaki baki hapo na MC mwenye ajui nilichokuwa tunafanya hiyo kazi. So naomba tu nafasi nikuwe kiongozi wenu. Naomba kama mtoto nikuwe kiongozi wenu. Naomba vote zenu na every basari mtapata. Tutafanya kazi pamoja, wa mamboga wote na watu wachache wote tutafanya kazi pamoja, na nitashukuru sana na nitawashikilia, mkinishikilia mkono na mimi pia nitawashikilia mkono, na chama yetu ni UDA na tunashukuru sana. Asanteni. All right. Thank you so much, Mr. Juma, for joining us today. And our viewers back at home, thank you so much. You can still follow us on YouTube. Continue liking our videos, sharing them, Eco TV Kenya, and at Facebook. Until next time, keep it locked. Eco TV, thank you so much. Thank you. Cut.